Nirudieni mimi asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 3, kipindi cha Kwaresima mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 7 aya 23 hadi ya 28. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 11 aya ya 14 hadi ya 23. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka, yule bubu akanena, makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa Shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, hutoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa nazo, alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa, tusikilize na tutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu tuliyoyasikia hivi punde, tukiwa tunaendelea na mfungo wetu wa Kwaresima, tunapotafakari juu ya fumbo la wokovu wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi leo Mama Kanisa anatualika tutafakari kwa kina juu ya uhusiano wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, ambao umegubikwa na mshangao na maswali juu ya ujio wa ufalme wa Mungu kupitia kazi na matendo makuu ya Mungu, hasa kwa kupitia mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo Kristo anapotoa pepo bubu na yule bubu akanena, makutano wanastaajabu sana. Na wengine wanasema anatoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Na wengine wanamuomba awape ishara kutoka mbinguni kuonesha kuwa ni kweli ufalme wa Mungu umewafikia. Sehemu hii ya maandiko matakatifu inapatikana katika Injili ya Mathayo sura 12 aya 38 hadi 40, na vile vile Injili ya mwinjili Marko sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 12. Wapendwa, yote hii ni kukosa imani ya kweli juu ya nguvu ya Mungu katika ufunuo na ujio wa mwanaye katika maisha yetu. Kwa kawaida bubu ni mtu ambaye hawezi kuongea. Katika kuzungumzia maana ya neno bubu kiteolojia, tumepewa fundisho kutoka katika mafundisho ya Mtakatifu Bede Mpendwa, ambaye aliishi karne ya 7
huko Uingereza anaposema kwamba bubu kiimani ni kutokuwa na uwezo wa kuongea juu ya ukweli wa Mungu kwa sababu mwovu Shetani ametufanya kuwa bubu. Hivyo tusiweze kusema juu ya ukweli huo. Ndugu zangu, Mtakatifu Yohane Chrysostom anatuonya kwamba jinsi tunavyoendelea kuifanya mioyo yetu hiyo migumu, ndivyo tunavyoweza hata kuikataa miujiza halisi ya Mungu maishani mwetu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaalikwa kutambua kuwa ufalme wa Mungu ni kweli umekwisha tujia. Kwa maana tukisoma katika Injili hii sura ya 11 aya 20, Kristo mwenyewe anasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Kristo anatoa pepo kwa kidole cha Mungu ili kuonesha muunganiko wa kazi ya kimungu, yaani miujiza yote aliyofanya ni kazi ya Mungu mwenyewe, wala haiwezi kufanywa kwa nguvu za kibinadamu. Mtakatifu Agustino wa Hippo, askofu na mwalimu wa kanisa, anaeleza fundisho hili hasa katika kitabu chake On the Trinity. Anafundisha kwamba kidole cha Mungu humaanisha Roho Mtakatifu, kwa maana alitaka kuonesha namna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanavyofanya kazi, kama tunavyosoma katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1286. Tunaona kwamba utume wote wa Kristo hapa duniani unaambatana na muunganiko na Roho Mtakatifu ambaye Mungu Baba amempatia bila kipimo. Kwa kusema hivyo, Mtakatifu Agustino anatualika tuelewe kuwa nguvu ya Kristo ni kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anaitwa kidole cha Mungu. Basi wapendwa, tunaalikwa kuendelea kujiweka mikononi mwake, kwa maana mara nyingi tunapopatwa na shida tunaweza tukawa tunajiuliza na kujuta, hata kupelekea kusema kwamba Mungu ametuacha. La hasha! Leo tunaalikwa kuwa imara katika kuitegemea nguvu ya Roho Mtakatifu bila kuchoka. Pia wapendwa, katika Injili hii tukisoma aya ya 23, Kristo anaposema, mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Anatualika mimi na wewe siku hii ya leo tusiwe kama Mafarisayo ambao hujaribu kupinga na hata kukataa kazi ya Mungu aliyoidhihirisha kupitia kwa mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Anatutaka hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma kutupilia mbali tabia ya kuwa wanafiki na tuchague upande mmoja wa kumfuata. Tukiwa tunaendelea kutafakari sehemu ya maandiko matakatifu, mwaka 2015 sehemu ya maandiko matakatifu ilipewa msisitizo zaidi na Baba Mtakatifu Francisco katika homilia yake asubuhi, alivyosema kwamba whoever is not with me is against me. Baba Mtakatifu alisisitiza kuwa katika Ukristo wetu hakuna upande wa kati ya Kristo na uovu. Ama uko katika njia ya upendo au uko katika njia ya unafiki. Either you are on the path of love or the path of hypocrisy. Katika kipindi hiki wapendwa, hata sisi tunaalikwa kumrudia kweli Kristo, hasa kwa matendo yetu mema na imani yetu kwake, kama tunavyoalikwa na Baraza la Maaskofu wetu Katoliki Tanzania katika ujumbe wao, wakitutaka tusichoke kutenda mema. Wapendwa, tukiendelea kutambua kuwa tupo katika mapambano makali sana ya kiroho na hakuna upande wa kati, yaani neutral side. Hivyo ili kushinda ni lazima tumchague Kristo. Ni lazima tujiambatanishe naye kweli kweli na tuishi kadiri ya miongozo na amri zake. Mama Kanisa anapotuwekea somo hili, anatualika leo tuongozwe na ahadi ile ya ubatizo wetu. Tuliahidi kumkana Shetani
na kuweka imani thabiti kwa Mungu Mwenyezi, na hayo yote yanawezekana kabisa. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Frank Kasongi Benedikto wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema